Watu wengi huzani na kuamini kwamba shida yao kubwa ni kwa sababu wanateseka na maisha ni kwa sababu hawana pesa. Hiyo imewafanya kuanza kuomba pesa. Imewafanya kuanza kulia mchana na usiku wakiomba pesa. Na wakati mwingine wametumia muda mwingi na nguvu nyingi sana kutafuta pesa ili wafanikiwe katika maisha yao. Sasa nisikilize vizuri. Mtu ambaye unadhana ya kwamba pesa ni jawabu la mambo yote, pesa inaweza ikakupa furaha, inaweza ikakupa amani, hustahili kuwa na pesa. Na wala usiendelee kutafuta pesa ikiwa utasikiliza video hii mpaka mwisho utajua nini unachotakiwa kutafuta. Pesa akipewa mtu ambaye nafsi yake inaumwa, nafsi yake inahisi au inamwambia kwamba wewe unachohitaji ni pesa, anakuwa amewezeshwa kufanya uhalifu zaidi, kuwa mtu mbaya zaidi katika jamii. Kwa maana ya kwamba anakuwa amewezeshwa kuwafikia wanawake wengi. Kwa hiyo kama atapewa pesa, kwa sababu pesa haitatibu kiu yake ile ya ndani, haitatibu sauti yake ile ya ndani. Kwa hiyo moja kwa moja ataanza safari ya kutafuta kitu cha pili ambacho kitatibu nafsi yake. Na mara nyingi kama ni mwanaume atajikita katika kutembea na wanawake. Kwa ataharibu jamii zaidi, atatembea na wanawake wengi zaidi na atajaribu hata yeye mwenyewe zaidi. Hii ndiyo hatari ya mtu anayedhani kwamba shida yake ni kupata pesa akipata pesa. Na hii inakuwa mfano wake ni sawa na mtu ambaye ameharibika nafsi akapewa madaraka kawa rais wa nchi. Ataiba, atahalalisha rushwa kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa rushwa, hatazuia rushwa, ataacha uharibifu utokee mkubwa sana katika nchi. Kwa nini? Kwa sababu amewezeshwa au amepewa mamlaka akiwa yeye mwenyewe ni mgonjwa. Hii inamaanisha nini? Kama unasikiliza video hii na unahisi ndani mwako kwamba ungekuwa na pesa, ungekuwa na furaha, ungekuwa na amani, au kwamba unadharaulika na mume wako, unadharaulika na mke wako au na watu kwa sababu huna pesa, basi anza safari ya kufikiria. Wataalamu wa afya ya akili wapangilie vizuri akili zako. Anza safari ya kufikiria. Wataalamu wa masuala ya kiroho wakushauri ili kuruhusu umeme uanze kupita, ukuwezeshe kuwa na furaha, kuwa na amani, kuwa mtu mwenye mamlaka kabla ya kupata mamlaka, kuwa na furaha kabla ya kupata pesa. Badala ya kusubiria pesa zikupe furaha, unatakiwa upate furaha ndipo upate pesa. Hapo utakuwa salama. Huu sio ujumbe wa kila mtu, ni ujumbe wa watu